Okay, mwaka huu bwana umekuwa ni moja kati ya mwaka mzuri sana kwake BN Aimee Baraza kutokea nchini Kenya kwa kuandika historia ya kuwa msanii wa kwanza kutokea East Africa kufanya mahojiano na kipindi kikubwa bora international ambacho kinapatikana huko New York, Marekani. Kipindi hicho kinaenda kwa jina la The Breakfast Club. Of course hichi ni kipindi ambacho ni maarufu sana na ni kipindi ambacho kinafanya mahojiano na wasanii wakubwa duniani. Mwaka huu tulimuona Kanye West pale, lakini tulimuona Amber Rule pale, na ni moja kati ya kipindi ambacho kinakuwa kina very exclusive interview. Kipindi hicho kinaongozwa na DJ Harvey Charamagen the God, Jess Hilarious na Roland Rorosan. Ni kipindi ambacho kimejizorea umaarufu mkubwa sana na kina mashabiki wengi kutokea kote duniani. Katika kipindi hichi bwana, Ben yeye ameelezea safari yake ya muziki, alivyoanza muziki wake, kuingia ndani ya band kwa miaka 20, lakini kujitegemea after that. Yani in short ni exclusive interview ya Ben. Of course huu mwaka bwana, mimi naweza nikasema kwamba ni mwaka ambao umemuelemea Ben, umekuwa yani ni mwaka wa upande wake, wa baraka kwa upande wake, kwa sababu ni mwaka ambao tulimuona pale alichukua tuzo za Trace, tulimuona pia alina viral pa Tanzania kutokana na aina yake ya uimbaji. Alionekana ni msanii bora East Africa kwa kuimba live band, lakini pia ni msanii ambaye amekubaliwa na wa Kenya. Though Ben ni mtu fulani hivi ambaye yeye hajui kujikweza, kwa sababu nakumbuka kuna moja kati ya interview aliwahi kuifanya airport pale, na Wakenya wakamwambia wa Tanzania alifanya airport ya hapa nchini, wa Tanzania waandishi wa habari wakamwambia kwamba Wakenya wanakutegemea wewe kama kuwawakilisha kwa nchi yao katika upande wa muziki, naye akasema wasinitegemee mimi kwa sababu mimi mwenyewe bado na hustle. So ni moja kati ya wasanii ambao hajui kujikweza, lakini baraka zinakuja kwa upande wake kinamna fulani. Mimi niite Georgia TZ, this is Galaxy Media, endelea kutufuatilia, tukutane baadaye.